Habari mdau wa DTTV, kwa mara nyingine tena leo nitakujuza kwa undani kidogo kuhusu mmoja kati ya wanyamapori jamii ya paka. Na ni wazi kwamba wengi wetu tunamjua paka wa nyumbani tu au paka tunaoona mitaani. Ukweli ni kwamba jina la paka linajumuisha wanyama wengi sana na wengineo ni wanyamapori. Katika kundi hili la wanyama jamii ya paka wapo simba, chui, duma na wengine wengi. Sasa katika makala hii leo nitakueleza zaidi kuhusu mnyama simba. Simba ni jamii ya wanyama wala wanyama na yupo kwenye kundi la jamii ya paka. Hivyo simba hufanya kazi ya kuwinda na kuwafukuza wanyama wengine wala wanyama katika mazingira anayoishi ili kupunguza tabu za utafutaji wa chakula. Simba ndiyo jamii ya paka pekee wanaoishi kwa ujamaa. Katika kundi la simba huwa kuna watoto, shangazi, wakina mama na wakati mwingine hata wakina bibi, lakini pia wanakuwa na dume mmoja au wakati mwingine kwa mara chache sana huwepo dume zaidi ya mmoja. Lakini kitu cha kustaajabisha, pamoja na kuwepo kwa madume, lakini kundi hili la simba huongozwa na simba jike ambaye ni mtawala wa kundi hilo. Simba ndiyo mnyama mkubwa katika jamii ya wanyama wala wanyama barani Afrika. Ni wanyama wenye nguvu sana, hasa maeneo ya kifuani na mikononi, hususan simba dume ambaye mara nyingi majike wanapowinda mnyama mkubwa kama twiga au nyati, kuna wakati hulazimika kupata msaada kutoka kwa dume mtawala wa himaya ili kuangusha mnyama chini. Uzito kati ya simba dume na simba jike hutofautiana, ambapo simba dume ana uzito wa kilogramu 175 mpaka 250 kilogramu, wakati simba jike ana uzito wa kilogramu 110 hadi 205 kilogramu. Mazingira na makazi ya simba hupendelea zaidi maeneo ya wazi, pia wakati mwingine huishi maeneo yenye majani marefu kidogo na vichaka, na hii huwasaidia kujificha wakati wa mawindo. Kwa kawaida simba ni mnyama anayeishi ardhini maishani mwake, lakini wakati mwingine hulazimika kupanda juu ya miti kutokana na mazingira anayoishi. Simba ni mnyama mwenye uwezo wa kuwinda kuanzia wanyama wadogo jamii ya panya na wakubwa kama watoto wa faru, kiboko na watoto wa tembo. Lakini mara nyingi simba hupenda kuwinda wanyama saizi ya kati na wakubwa, hasa wale walao majani kama nyati, swala, pofu, nyumbu, pundamilia na kadhalika. Kitu cha kustaajabisha, simba huwaogopa sana wanyama wakubwa na hujitenga mbali nao sana. Wanyama hao ni kama vile tembo wakubwa, faru wakubwa, kiboko na twiga. Shughuli zote za uwindaji hufanywa na kina mama, yani simba jike, na mara tu baada ya kuua wanyama basi simba dume huja kujiunga. Kitu cha kustaajabisha, simba huwaogopa sana wanyama wakubwa na hujitenga mbali nao sana. Wanyama hao ni kama vile tembo wakubwa, faru wakubwa, kiboko pamoja na twiga. Shughuli zote za uwindaji hufanywa na kina mama, yani simba jike, na mara tu baada ya kuua wanyama simba dume huja kujiunga na huanza kula na watoto wao kwa amani. Simba dume husaidia kuwinda endapo mnyama ni mkubwa na husaidia tu kwa ajili ya kumwangusha chini. Wakati mwingine simba dume hulazimika kuwinda endapo tu wanakuwa peke yao kwenye kundi ambalo wamefukuzwa kwenye familia kutokana na kufikia umri wa kupanda majike. Na kitu cha kustaajabisha zaidi, simba hunywa maji kwa nadra sana, na maji yenyewe huwa wanakunywa endapo tu watakutana nayo njiani kwa bahati mbaya, lakini sio kutafuta maji kama ilivyo kwa wanyama wengine walao majani. Simba ana uwezo wa kuishi muda mrefu bila kunywa maji kwa sababu chakula anachokula kina maji ya kutosha. Na kitu ambacho natakiwa kufahamu ni kwamba uwepo wa simba hifadhini husaidia kupunguza ongezeko kubwa la wanyama walao majani, kwa sababu kama wanyama hawa wataongezeka kwa idadi kubwa, basi eneo litakuwa dogo na hatimaye hapata kuwa na usawa wa wanyama na mazingira yao. Na hayo ni machache kati ya mengi ambayo nimekujuza kuhusiana na mnyama huyu simba, almaarufu anapenda kumuita simba wa nyika. Na huu ndio mwisho wa makala hii, lakini nataka nikwambie kwamba mwisho wa makala hii ndio mwanzo wa makala nyingine, na aliyekuletea makala hii si mwingine bali ni mimi, Ganji Mashaka wa Dar es Salaam Tanzanite TV.